baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani, inabidi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni kwa neema zake, kwanza kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, pili kutupatia neema ya afya, kumaanisha kwamba wapo wengi katika sisi katika ummati huu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao kwamba hawakuweza kujumuika nasi kwa sababu ima wengine ni wagonjwa ama wengine wameondoka katika mgongo wa ardhi, wameenda mbele za haki. Tunapozungumza hivi, ziko baadhi ya masajid majenaza yako nje, inangojwa baada ya swala waseme lete janaza, sio lete mtu, lete janaza. Kwa hiyo mimi na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia afya na vile vile neema ya tatu ya kutambua kwamba kuna umuhimu wa sisi kujumuika sehemu kama hii kwa ajili ya kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika kukumbushana kwa sababu kukumbusha kunafaa walioamini. Hutuba yetu ya leo itakuwa juu ya haqqul muslim ala almuslim, haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzi wake. Yani haki yangu kwako wewe na haki yako wewe kwangu mimi ni haki gani? Tuangalie kama ni haki ngapi ambazo tunafaa kufanyiana sisi Waislamu, kwa sababu ndugu zangu, dini yetu imetufundisha namna ya kuishi na mtu yoyote, Muislamu kwa Muislamu na Muislamu na asiyekuwa Muislamu, Muislamu na jirani yake. Hata kama jirani si Muislamu, Muislamu anafaa kuishi naye vipi? Sasa tuanze na haki ambazo ni zetu sisi Waislamu, sisi kwa sisi, kwa sababu inakuwa ni makosa au ni masikitiko kwamba Muislamu na Muislamu wenzake wamevunjiana baadhi ya haki, lakini Muislamu kama yule anafanyia asiyekuwa Muislamu haki ambazo kwamba ni sawa. Sasa hii inakuwa ni kinyume. Kwanza unaanza na nyumba yako kuisafisha, ndipo ukasafisha nyumba ya jirani, kwa hadithi ambayo ameipokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume rehma na amani simchukie yeye, asema haqqul muslimi ala almuslimi sittun, haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni sita. Haki yako kwangu mimi ni sita na haki yangu kwako wewe ni sita. Haki ya kwanza, idha laqitahu fasallimu alayhi, Muislamu huyu anapokutana na Muislamu mwenzake anamsalimia. Yani mimi nikikutana na wewe na kusalimia, na wewe ukikutana na mimi unanisalimia. Na ndugu zangu Waislamu, tunavyojua hizi salamu ni thawabu. Kwa hivyo tuoteane, yule anayemuona mwingine wa kwanza amtangulie na salamu, na yule mwingine amuotee amtangulie na salamu. Kwa hivyo haki ya kwanza ni Muislamu akikutana na Muislamu mwenzake amtolee salamu, amsalimie. Lakini leo tuangalie haki kama hii, ndugu zangu Waislamu, twaifanyia haki. Leo mimi nitakupa salamu kwa sababu nakujua, ima wewe ni jamaa yangu na unisalimie, au tumesoma na wewe ndio nitakuwa mkuu, au pengine ni jirani na hata jirani pia si mkuu. Ilivyokuwa majanga Uislamu wa leo, ndugu zangu Waislamu, tunasalimiana kwa kujuana. Utaenda mahali msibani, pengine Muislamu ameaga, mimi naja pale naona hawa wote ndugu zangu Waislamu, lakini kwa sababu si jamaa zangu, hawa siwajui, sikusoma nao, si majirani zangu, sifanyi nao kazi, mimi siwamkui, naenda moja kwa moja mpaka kwa wale jamaa zangu ninaowajua, na mkuu, tunaanza kuzungumza kinyumbani au mambo yetu mengine yanapokuwa. Salamu ndugu zangu haipunguzi kitu. Kumsalimia mtu, ukimwamkua mtu hakuombi, bali ni thawabu. Na kama hatutaki hizi thawabu ambazo tumefundishwa katika Kiislamu, basi tuamkuaneni na salamu hizi zingine za kidunia. Tunasema hata habari yako ikizidi shikamoo, kama ni good morning, basi mwamkue tu. Alimuhimu ndugu yako mwamkua. Si hutaki hizi salamu zetu ambazo ukisalimia unapata thawabu, tunaombeana rehma na baraka kwa Allah, hutaki, tumia hizi zingine. Lakini malasaf, Muislamu leo katika mkusanyiko wetu anakuja mtu huko
anakuta Uislamu wamesimama au wamekaa, hamkui anasalimia wale ambao anawajua kwa salamu hiyo hiyo ya Kiislamu, lakini nini, hawa hawajui, hawezi kuamkua. Na wengine tukiamkuliwa pia assalamu alaykum salam, hatuna wakati kusema wa alaykum salam, ameisha hivyo. Wako sisi Waislamu, mtu akikwambia assalamu alaykum salam, ndio shamaliza jawabu hivi. Hii ndio salamu iliyokuja na Bwana Mtume, tuliofundishwa, tulioachiwa. Kwa hiyo ni haki ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, kwamba sisi kwa sisi tukikutana tupeaneni salamu, tuamkuaneni. Mtu akikuamkua hakuombi. Sisi tumeweka, unapita mahali unakuta salamu alaykum ustaz, unajibu salamu, unakimbia mbio kwa sababu umeona pengine nataka kuomba. La, watu wana matatizo zao, lakini si waombaji rahisi, wana matatizo yao, hizo wanataka thawabu tu. Pengine salamu hiyo kutoa kupata thawabu ndio akafunguliwa mlango wa riziki. Wewe waone ukiamkuliwa wataka kuomba tena, ukiona vile kama una gari unapandisha vioo juu. Hakuna mtu anataka hivyo, ni thawabu ndugu zangu. Na uzuri wa Uislamu wetu ndio kwamba sisi wote tuko tofauti duniani, kuna tajiri na kuna maskini, lakini tukifa sanda yetu ni moja. Mimi sidhani, sina uhakika, sidhani kama kuna sanda inauza milioni moja. Hatuzikani kama wale wengine. Na sisi hata msikitini hatubaguani, hatuna nafasi ya rais kukaa mbele sio na pale pale anapoipata. Yuko bwana mmoja siku moja alishangaa kuona seneta ameswali kule nyuma. Seneta sio nominated, sio amechaguliwa kabisa na watu, anawakilisha kaunti, aliswali nyuma kule. Kwa nini? Kwa sababu sisi wote Waislamu ni sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitakachoamua tu atakwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mengine tuko tofauti, tajiri maskini, lakini sisi ni kitu kimoja. Kuzika tunazikana kwa sanda hiyo hiyo moja, kaburi ile ile, halina tofauti. Sasa utaamua wewe kuweka simiti, kama una dalili ya kuweka simiti unajua wewe. Haki ya pili, wa idha da'aka fa'ajibu, anapokuita itikia, anapokualika itikia. Kuna msemo tunasema, mtu akatai mwito bali anakataa lile anafanya nini, anaambiwa. Hasa leo Muislamu mwenzako amekuita, amekualika, lakini kwa kuwa mimi niko so special sana, mimi bora, siwezi kuitikia mwito kama huu. Kwa nini? Kwa sababu ya daraja ya status ya huyo mtu. Kwa mimi katika mtaa ninaoishi, hao watu wote mimi wakiniona na kama wameona mea mtu mkubwa. Sasa inakuwaje mtu wa chini yangu ananialika mimi? Au huyo ana nyumba ya mimi kukaa ndani? Ana nyumba kwanza mimi kukaa ndani. Pili, anajua chakula ambacho mimi hula kinaandaliwa vipi? Yaani haya maneno yote haya ni kwamba ameandikwa na Muislamu wenzake, lakini kwa sababu ya status ya daraja ambayo kwamba kuna yeye anaona kama mimi siwezi bwana, nyumba ile mimi niingie. Hawana nyumba ya mimi kukaa ndani, maskini hawa. Kama yeye mwenyewe pale anapofanya kazi, huyo tajiri wake ni mwajiri wangu. Sasa iwaje mwajiriwa wa mwajiri wangu mimi ananialika mimi? Ndugu zangu, idha da'aka akhuka almuslim fa'ajibu, anapokuita ndugu yako Muislamu itikia mwito. Kama una dharura zako mwambie ndugu zangu, ndugu yako ningeweza kuhudhuria lakini niko na hili na hili. Hata kama tutajua unasema ukweli au unasema uongo, Allah anajua zaidi, lakini sio maneno. Leo sisi tunabaguana ndugu zangu Waislamu katika huu mwito wa kualikana. Kwa mimi watu fulani hawawezi kunialika katika mwito ambapo ni moja katika haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake. Hatuwezi. Watu fulani wakinialika, unaamka pia unaenda, kwa sababu huyu aliyekualika hana lolote la kukupatia. Ndugu zangu Waislamu, hata mali ni kitu bora akikupa wewe,
Vyote vitu ambavyo kama unazo kwenye nyumbani kwako vinashinda za kwake, lakini maji ya kunywa kwake ukinywa ni bora, ndugu yangu Muislamu, kwa sababu sisi wote tumeshikanishwa na kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya mambo mengine Allah subhanahu wa ta'ala angetaka angetufanya sisi umma moja, kabila moja, lakini alitufanya hivyo kwa sababu gani? Kama alivyosema yeye mwenyewe, wa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tumewaumbeni waume kwa wake. Na akaendelea akasema, na tukawafanya makabila tofauti tofauti. Kwanza tukatofautisha dini zetu na tukawafanya makabila tofauti tofauti. Nini? Litaarafu, ili mpate kujuana. Lakini akasemaje? Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya mambo mengine yote kwamba mimi si niko hivi, si jaletwa na nini, huko ni kutomfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya kumfuata. Tuache mambo kama haya ndugu zangu Waislamu, na usia nafsi yangu na nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini kunako hii haki ya Uislamu juu ya Muislamu mwenzake. Na ya tatu, wa idha stansahaka fansahu, akikutaka nasaha, advice, mpatie nasaha. Muislamu ana jambo lake, anataka kufanya mambo yake, akaona huyu ndugu yangu tunaswali naye msikitini, Muislamu mwenzangu huyu tunatembea naye, lakini je, sisi tunaofuatwa ama wale wanaofuata tuweni na roho safi? Tuacheni hii mambo. Hii iko na mada haswa. Hii mambo ya kuchongeana iko na mada haswa, na utakuja kushangaa hata siku ya kiyama baadhi ya amali zetu hakuna, tumeenda bure. Kwa nini? Kwa sababu hii mambo tu. Usimchukue huyo bwana, wewe kwanza ni mkora, yakaharibika, wewe umekaa unacheka tu, wewe unafanya jambo la sawa. Angalieni huyo mtu, watu gani na watu wangapi wanamtegemea? Kwa nini umharibie mambo yako? Haki ya nne, wa idha atasa fahamida Allah fashakara Allah fasammituhu, anapochemua akamshukuru Allah akasema alhamdulillah fasammituhu, muombeni dua. Mtu akachemua akasema alhamdulillah, sisi tunamwambia yarhamukallah. Hii ni dua. Sisi wote tunahitajia rehema za Allah. Tuko hapa kwa sababu tunataka hiyo rehema ya Allah, tuingie janna. Hakuna anayetaka moto wa jahannam, hakuna. Labda mshirikina ambaye hataki kutubia, huyo ndio labda hataki janna, anataka moto yeye. Lakini sisi wote tunahitaji rehema ya Allah siku ya kiyama ituponye sisi, tuingie katika janna. Kwa hivyo mtu anapochemua akamshukuru Allah, sio akasema excuse me. Huyo akasema excuse me, hiyo ni yake achana nayo. Tunafuata alipofuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kwamba tunampisha chemue akisonga mbele. Lakini akishukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwombea dua kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya tano, wa idha marida faruhu au fazuruhu, anapokuwa mgonjwa mtembeleeni. Muislamu mwenzetu tuwaswali naye msikiti huu swala zote tano, ni mgonjwa tumtembelee. Sisi leo katika haki hii wengi hatujuani tunaishi wapi. Anaweza akaugua mtu hamuoni msikitini, na mnajua kabisa ikiwa mtu anaswali fajiri mfano hapa, huyo mtu hatoki nini unless kama anafanya kazi. Lakini fajiri hapa mpaka isha unamuona huko, mpaka anasimama hapa nje anaongea mpaka saa 4 usiku. Hawezi kuwa mtu wa pipeline huyo, hawezi kuwa mtu wa sauti C na sauti B, not unless kama unamuona anaongea na kuna gari anaenda hivi. Lakini anapotelea huku anakuwa ni mgonjwa, sisi hatujui hali zake. Kwanza hatujui kwake, sisi hatujui tunaishi wapi. Utaenda msikiti unakuta watu wanaswali pale, wengine hata jina la imamu hawamjui. Yaani hujui jina la imamu, lakini la mwalimu wa mtoto wako shule walijua. Tena unawajua wote, hata yule mkali na sio mkali wamjua jina, lakini imamu wako wa swala tano umfahamu wewe, hujui. Ndugu yako umepotea sana.
bwana nilikuwa mgonjwa mpaka nimelala. Pole sana bwana, sikujua bwana, tutashangaa hatukuona. Na bwana nilikaa kwa nyumba hapa wiki moja tu ndio nikapelekwa sijui Kijabe sijui wapi. Jana amekaa wiki hapa afiki, wala habari hatuna. Tena wengine pengine mwingine naye ni jirani yake, baada ya nyumba yake ni huyo yaani anapita kwa huyu ndugu yetu mgonjwa akija msikitini, lakini hapiti hapo. Anasikia tu watoto wakisema baba ni mgonjwa, dad ni mgonjwa kwa lugha ya leo, my dad is sick. Anasikia hiyo tu, lakini hata kusema siniingia hata nimuone, hatuna hiyo. Hivyo ndivyo tulivyo. Kwa nini? We are so special. Ana nyumba ya nini kukanyaga ndani ndio hayo sasa. Yaani ukikanyaga pale kutoka na germs kwa ile nyumba yake. Hii nyumba yake kuna virus. Ukiingia tu wewe, ukitoka pale kama nilikuwa na homa, ile homa unaenda wewe. Yaani pale ni pachafu, wewe huwezi ingia ndani. Hii ndio hali ambayo tuko nayo Waislamu. Tunaishi katika mtaa mmoja, hatujuani. Mtu akiwa mgonjwa unafanya kusikiliza tu kama kwenye magazeti. Na ya mwisho kwa sababu ya wakati, wa idha mata fattabi'u. Kwa sababu sisi wote ndugu zangu Waislamu, hata ukafa wewe nikabaki nitaenda. Nikaenda mimi nikabaki nitaenda. Tutaenda sisi wote tutakufa. So wa idha mata fattabi'u. Akifa fuata jeneza lake. Leo sisi wengine hatuendi mazishini. Hatuhudhurii salatu janaza. Kwa nini? Tuliambiwa huko kama tunasoma tukiwa wadogo ni fardhu kifaya, sakata anil baqina, inatosheleza waliobakia. Sasa sisi wengine ndio akina sakata anil baqina, yani imetosheleza sisi. Tukileta janaza sisi tunaenda. Mbona fardhu kifaya bwana? Tunaenda wapi? Tunakimbia wapi? Ukijunguza sana unakuta kweli bodi yaanza bwana, hii fardhu kifaya bwana, sakata anil baqina bwana. Wengi kwenye banda la mpira, hao wengine wana mambo yao wanaenda kufanya, hatuhudhurii. Hii ni haki ya sita ya mtu ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Wewe unakimbia una shughuli zako, na ile siku shughuli zako utasimama na wewe umelala hapa, nani atamshughulikia? Hawa wengine nao katika msiba mwingine, jeneza linakuja msikitini, unakuta watu wako nje. Kuna kipindi nikiwa Mombasa, nikitaka kujua mtu amekufa, kuna msikiti ulikuwa unanionyesha sahihi. Utakuta Waislamu wengi wako pale nje kwa magari huko wanapiga tu story. Waislamu kabisa. Swala haiwahusu hiyo. Wao ni watu wakwenda wapi? Makaburini. Tena wale wapiga story. Nuru Muhammad, Nuru na wale sasa. Wapiga kelele pale makaburini, Nuru Muhammad. Hata ukiambia bwana leteni mawe, usikii ni fujo tu. Kwa nini? Wao kaa nje kule. Na ni Waislamu kabisa, ungalo jamani Muislamu. Lakini nini? Ni Uislamu ule umbakia wa jina tu. Swala na swala halimuhusu. Hata angaa aone ni ibra, huyu mwenzetu ameenda, kitakachomfaa kaburini ni kitu gani? Hana habari kama. Wao wako huko, unajua hapa kumekufa mtu. Ukitoka na janaza wao ndio kwanza kulichukua. Mbio. Lakini swala hawaendi. Ndugu zangu Waislamu, hizi haki sita tukidumu nazo haziwezi kutukarimu kitu chochote. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.